asifiwe. Pungiane mikono watu wa Mungu. Ninakusalimia katika jina la Yesu Kristo. Ninaitwa Dr. Mchumi, ni mhubiri wa Injili. Zipo na kazi nyingine ninafanya. Bwana Yesu asifiwe. Ninakushukuru mchungaji Andrea Musekero Mwakifuna. Nimefurahi kuwepo hapo. Kwanza Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana Yesu asifiwe sana. Na ibada ina vipindi tofauti. Nilipokuja asubuhi niliwahi kama dakika 10-15 hivi. Kulikuwa kuna neno linafundishwa na mchungaji. Na wale wa Pentecoste kama ulivyosema wanaita shule ya Jumapili, lakini kwa watu wa Dar es Salaam na Kiingereza chao wanaita ni Sunday school. Hiyo ikapita. Kile tukaanza pale na sifa, na hili kanisa lako limejaa vijana. Nimeona kuna mzee mmoja pale ninamfahamu. Mzee, pungia mkono kidogo. Kama ni mzee unajijua. Sijui kama kuna mzee mwingine mwenye zaidi ya miaka 65. Nafikiri hamna, takuwa nafuata mzee mwingine bwana, ushakuwa mzee. Alishakuwa na wajukuu tayari, alishakuwa mzee. Huyu ni mzee. Ni mzee. Ndio tunazeeka hivi. Ndio tunakwenda. Kwa kweli. Kwa hiyo kipindi kile kikapita, walipokuwa wanaimba vizuri sana. Kwa makanisa haya ya mjini tena ya vijana, acha wachezee Mungu. Na nilikuwa niko kwenye gari na nikasikia unavyohubiri, unavyofundisha. Wakati ule ulikuwa unafundisha, nilisikia habari za kucheza. Kama mtu anacheza katika Bwana haina shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama sasa utakataza vijana wasicheze, itakuwa wacheze, lakini walifahamu pia na neno. Haleluya. Na usiwe na wasiwasi kuhusu muda. Nafikiri nitaacha hata dakika kadhaa kabla ya saa 6 tutakuwa tumeshamaliza kabisa. Na hiyo nikupongeze, kama ni maono umepata, nikupongeze sana. Tunakosea sana. Haya ni makanisa ya mjini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kanisa kama mtu ana kazi ya ualimu, ana kazi ya ofisini, ana kazi hata ya kuuza biashara yake kule, kwa maana kwamba atahitaji kuwa na kodi ya nyumba, lakini kama anataka pia na kujenga, anahitaji kuwa na hela nyingi kidogo, maana kujenga si mchezo. Mchungaji anafahamu sana habari za kujenga. Na Mungu amekutoa mbali mchungaji, kuja kuona kanisa lake, amekaa mbele, ametulia na mama yuko na meza. Mungu akubariki sana. Hii ni kazi ya Mungu, sio mchezo. Kwa tuko kwenye makanisa ya mjini ambayo tunatakiwa kushika neno la Mungu vizuri, kwenda kwa hekima, kwenda pia kwa busara, lakini pia kuchunga muda. Biblia inasema ni vizuri sana kukomboa muda, tusipoteze muda. Kukomboa muda maana yake ni kutopoteza muda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu siwezi nikakuhubiria kwamba kesho unaenda mbinguni, yani kesho unakufa. Nitakuhubiria leo, na Jumatano utakuhubiria, na Ijumaa utakuhubiria, na Jumapili nyingine Bwana atakuwa amekupa uzima, watakuhubiria tu. Amen. Nitaomba kila mtu afungue Biblia yake. Zamani nilikuwa na lazima
kulazimisha kila mtu awe na Biblia ya nani ile ngumu, lakini huo ni ushamba. Kama unaweza ukawa na ya kwako ya kwenye simu, nayo fungua tu vizuri, fungua tu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kama chaji haitoshi, asijitahidi kununua kama hii ya mchungaji, hii ambayo haitumii chaji. Hii haina chaji ya na mwingine akifungua Biblia yake mpaka anamaliza imezima simu yake. Sasa hiyo ukiona simu yako iko namna hiyo, ama badilisha simu, nunua yenye chaji ile inakaa masaa 24, au chukua hii Biblia ambayo haitumii chaji. Ni namna ya kufundisha pia na kuwasaidia watu mchungaji. Maana ataanza kusema huyu hamalizi, sasa karibia simu yangu inazima. Sasa tutakuwa tunakimbizana, itakuwa sio jambo jema. Amen. Wanawasalimia nyumbani kwangu. Mama leo sijaja naye. Siku ya mwisho nafikiri mara ya mwisho nafikiri tulikuja naye hapa. Ninaabudu kanisa la hili linaitwa ni kanisa la Pentecost Kijitonyama. Parish yangu ni ya Mwananyamala na tawi langu ni la Mwananyamala. Na Lusekero ni ndugu yangu, ni rafiki yangu. Wakati ule tulikuwa hatuna umvi, sasa tuna umvi na tunamshukuru Mungu. Bado tunaendelea na kazi ya Bwana. Mimi sijapata kuchunga kwa sababu sijipendekeze kuchunga. Unaweza kaenda na kondoo akapotelea huko. Bado tu mimi ninahubiri tu. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji, mimi bado sijapata neema hiyo. Kwa hiyo unafahamu. Kwa hiyo hawa nao wasije wakauliza kwamba huyu anachunga wapi. Hapa mimi ni mhubiri wa Injili. Nishasikia mtu mmoja ameuza kanisa. Kama hapa Lusekero, huyu Mwakifuna ameona jamani, nisije nikakwamisha watu wakaenda kwa shetani. Ni bora niuze kanisa, aje mtu aendelee nalo. Tuendelee kumwombea pia sija kapata maneno. Lakini yule mtu alisema hivi, mimi kukuuzia hapa ninapata fungu la 10 milioni 2 kila mwezi, si hapa. Kwa hiyo itabidi unipe labda milioni 100 ili nikuuzie kanisa. Kwa hiyo anajua milioni 100 anaenda kuanza maisha. Kwa hiyo ile ilipita ya kuimba, ilikuja ya kutoa sadaka tukatoa, ile ikapita. Imekuja hata ya kuabudu hapa, na akatuombea mchungaji kwa ajili ya ibada ya leo. Sasa inakuja wakati wa neno. Naomba ukae vizuri. Tuliokisha kushika Biblia zetu tumeshika, na wale ambao hakika hatuna Biblia usikwazike, lakini endelea kumuomba Mungu akupe neema ya kuwa na Biblia. Maana unaweza kuhitaji hapa, lakini hata nyumbani na sehemu nyingine pia. Amen. Hili ni kanisa la Pentecost, tunahubiri injili isiyogoshiwa, ambayo haijatiwa maji wala mafuta wala chumvi wala unga. Haijaungwa, hakuna viungo. Ni neno la Mungu limejitosheleza. Na mimi neema ninaomba Mungu akanitumie tu kama chombo. Nisije nikahubiri kwa uzoefu au kwa elimu. Naweza kuhubiri kwa elimu mchungaji. Na mimi nilikuwa kidogo na bisha nikasema ngoja niende na mimi chuoni nikachungulie wanachofanya huko ni mambo gani. Chuo cha Biblia. Unakijua. Nikakaa pale. Nikamaliza Ijumaa iliyopita nikaenda kuchukua cheti changu, kama naomba nichukue gamba langu nikaweke nyumbani kwenye begi. Ni vizuri kupita chuoni, sikatai. Unapata hekima na kusala zaidi, lakini hata kama ungekuwa na degree nyingi za
haiwezi kumwokoa mtu, na wala haiwezi hata wewe mwenyewe mwenye hiyo kukubadilisha. Na ndio maana mtu amesomea udaktari na anatibu, lakini anavuta sigara, na sigara wanasema inaleta kansa ya mapafu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ikiwa yule mtu digrii yake ya udaktari haijamwezesha kuacha sigara, Yesu anaweza kumwezesha. Naomba ukae, usiniangalie sana, muangalie Yesu akusaidie. Nisikilize kwa makini, sitapoteza muda wako kwa muda mrefu. Ni neno ambalo liko moja kwa moja na Bwana kufungulie. Isije kama naleta neno la kitendawili ambalo unahangaika sana kuelewa niko nafundisha nini. Kuna wale tunaopenda kuandika. Nitaomba uandike ya kwamba imani ya matendo. Maneno matatu tu. Imani ya matendo. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ulinipa nafasi ya kujiandaa kwa ajili ya neno hili. Ninakusihi Bwana, unitumie muda huu tu, ni muda mfupi tu, ya kwamba kila aliyepo hapa akapate neno la kumsaidia. Maana ni katika neno ndio chakula na ndio uzima, ndio inatuweza kutufanya tukasimama na kutembea na mwisho tukaona ufalme wako. Katika jina la Yesu Kristo, sema na baba yule, sema na mama yule, sema na kijana yule, sema na binti yule, hata waweza kusema na mtoto yule, kwa utukufu wa jina lako. Amen. Tuangalie Yakobo sura ya pili. Yakobo sura ya pili mstari ni wa 17. Nitaomba nikusomee. Vivyo hivyo, Yakobo sura ni ya pili mstari mmoja tu wa 17. Vivyo hivyo na imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Imani huendana na matendo. Imani ni kile ambacho wewe umekiamini, inaendana na matendo. Na kama umeamini wokovu, matendo yako tutayaona ni matendo ya mtu ambaye ameokoka. Na katika ulimwengu wa leo, hata katika mji wetu wa Dar es Salaam, wapo wahubiri wengi, wapo wainjilisti wengi, wapo wachungaji wengi, wapo maaskofu wengi, wapo mitume wengi, wapo manabii wengi, wapo walimu wengi, wapo waimbaji wa nyimbo za injili wengi, wapo waliookoka wengi. Lakini neno la Mungu linasema imani ni matendo. Imani bila matendo, hiyo imani imekufa. Kwa hiyo mchana wa leo tutakuwa tunatembea kwenye sehemu hiyo. Naomba tusome tena kwenye Injili ya Mathayo sura ya 7, na nitakusomea mistari miwili, mstari wa 15 na mstari wa 16. Biblia inasema, Injili ni ya Mathayo mtakatifu sura ni ya 7 mstari wa 15 na 16. Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo,
walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Imani bila matendo imekufa. Na ukiwa una matendo, pointi ya kwanza ni ya kwamba matendo huzaa matunda. Kwa inaanza mtu anakuwa na imani, alafu anatenda sawasawa na imani, na kisha tenda sawasawa na imani, tunayaona matunda yake. Sema amen. Na imani bila matendo imekufa. Tukaangalia kwenye Tito sura ya kwanza mstari ni wa 16. Sura ya kwanza mstari wa 16 nitakusomea. Wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu, bali kwa matendo yao wanamkana. Ni wenye machukizo, waasi, wala kwa kila tendo jema hawafai. Itakusomea tena. Wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu, bali kwa matendo yao wanamkana. Ni wenye machukizo, waasi, wala kwa kila tendo jema hawafai. Kisikia mtu anasema naamini, ni Mkristo, ameokoka na hana matendo, huyo ni msanii. Usanii maanake sio halisia. Usanii maanake anaigiza. Kwa hiyo Tito 1:16 inasema watu wanakiri kwa vinywa vyao. Unaweza ukaja kanisani, unaweza ukaimba, unaweza ukahubiri kama ninavyohubiri, lakini kwa matendo yako unayofanya hayafanani na mtu ambaye anaokoka, hayafanani na mtu ambaye anakwenda mbinguni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na ni rahisi sana. Unajua, ukweli ni kwamba ni rahisi sana kusema bila kutenda. Hata mtu amesema nitajenga nyumba na akafa bila hata kujenga nyumba. Sasa kusema kujenga nyumba ni kusema, lakini kujenga ile nyumba ni kutenda. Haleluya. Na ni watu wengi ambao Tito pala anasema watu wengi wanasema wanamjua Mungu. Kwa hiyo ukiona hata tu kwenye mitandao, ukisikia hata mhubiri anahubiri, Roho wa Mungu atakwambia huyu sio kweli. Matendo yake ni tofauti kabisa na kila anachokihubiri. Ndio maana kwenye Biblia inasema wengi watasema Bwana, Bwana, tulifanya kazi yako, tuliimba, tuliomba, tulitoa mapepo, lakini atasema siwajui, kwa sababu ya matendo yao. Mliweza kusema, lakini hamkuweza kutenda kama watu wa Mungu. Nitaomba tuangalie mambo manne, na hapo ndipo nitaomba sana uweze kukaa na kujikagua wewe mwenyewe. Ujikague wewe mwenyewe. Tunaposema imani bila matendo imekufa, lakini haya ni matendo gani? Kuna hizi sehemu 4 ambazo
weka haya matendo. Kwanza ni kuacha dhambi au kukataa dhambi. Kuacha au kukataa dhambi. Mchana wa leo, ikiwa hujaacha, kuacha ni mtu yule ambaye yuko anatenda dhambi. Kwa mfano, anakuja kanisani lakini bado anakamata bia. Hapa tuko mjini, huwezi kuanza kuzungumza pombe za kienyeji, sijui kama zipo, lakini sasa zikawepo. Tuseme bia. Haya, vijana wengine watasema bia sisi hatunywi, ni za wazee, labda tunakunywa zile spirits. Lakini huko kanisani na anasema ameokoka. Kwa hiyo kukataa ni tendo sasa la kukataa kunywa, kwa sababu kunywa ni tendo. Mtu anakataa, anasema sasa si jiendelee kujichunguza. Kukataa kutenda dhambi, kuacha kutenda dhambi. Kuacha kutenda dhambi ni yule ambaye mpaka sasa bado unatenda dhambi. Unaweza kusema ninaacha dhambi. Kukataa kutenda dhambi ni wewe ambaye mpaka sasa hata utendi dhambi, lakini ikitokea ya kwamba unaingia majaribuni, vishawishi, utakataa. Na kuna mtu mmoja alitufundisha pale kwenye Biblia, mtu mmoja, wapo wengi, lakini anaitwa Yusufu. Yusufu huyu alipelekwa kwenye nyumba ya mtu mkubwa pale Misri, akawa anatumika pale, na mke wa mkubwa yule akamtamana zini naye, na yule kijana anasema siwezi nikamkosea Mungu. Biblia inasema alikimbia. Dhambi nyingine ni za kukimbia, dhambi nyingine ni za kukataa, na nyingine zinashawishi bwana. Tunaendaga hata kwenye hizi sherehe. Achana na zile sherehe ambazo hazina hela. Kuna sherehe zinakuwa na hela, wanakuuliza hapa bia ziko za bure, konyagi ziko za bure, nini ziko za bure, za bure. Kuna moja mchungaji nilienda tena, wanazungusha tu. Akanionyesha kwenye bia. Jamani, sasa unanionyesha kwenye sio, hata ungeniuliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa utaanza kuona mtu anakuwa anaangalia kama hakuna mtu anaweza kaficha akaondoka nayo na akatumia. Lakini wewe kataa. Bahati nzuri unaweka na maji, unaweka na juice. Vile bado ni vya mtu wa Mungu. Viendee vile. Sema amen. Hapo kuna mtu anasema bia haiwezekani. Upo mtego mwingine. Wewe si uko ofisini. Uko ofisini. Unaambiwa tu hapa una saini milioni 20 natoka. Na huo ndio mtihani mkubwa mchungaji. Kati ya mtihani mkubwa ndio huo. Labda unafanya kazi hospitalini na unasema tunatakiwa tuwapatie watu wa mkoani waweze kupata dawa, wanatakiwa wapewe milioni 800, wanaandika milioni 780. Ni dhambi kwa ukataa. Hazo ukaifanya ile ukapata shida nyingi tu, wala serikali sikukamati kawa haina uwezo au kawa hujaweza kukamata, lakini Ibilisi akakukamata, akakukamatia pale, ukatembea ukagongwa na bodaboda, mguu katika, ukaenda kuwekwa chuma. Kwa nini? Kwa sababu umetenda dhambi. Bwana anakataa kutenda dhambi. Kwa matendo yako yawe moja, kukataa kutenda dhambi au kuacha dhambi. Ya pili, kuhudhuria ibada na maombi pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuhudhuria ibada zipo nyingi, na katika wiki pengine kuna siku ya maombi, pengine kuna siku ya ibada za jioni, pengine kuna maombi huwa mnapanga, na mchungaji wenu ni mzuri sana, ana neema nyingi, lakini mbili nizitaje. Moja, mchungaji ambaye hata sauti yake akihubiri sijui kama imeshapungua, mama mchungaji. Fikiri bado hiyo hivi.
Bwana Mungu amempa sauti yake ile. Mnaweza mkawa na mchungaji ambaye kidogo hajapata neema ya sauti. Inatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mchungaji wenu anaomba. Ukiomba naye unaweza ukaacha kaenda kunywa maji ukakuta yuko anaendelea. Kwa hiyo ukiwa kwenye kanisa kama hili na wewe mchungaji, endelea kuomba Mungu akupe neema kidogo ya kuomba. Unaomba hapa kuna mstua mchungaji wakati wa lunch. Na mimi tutaanguka hapa na njaa. Yeye anaendelea tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa kwenye kanisa ambao mchungaji hana neema ya kuomba. Unaweza unakambulia na wewe pia ukakosa hata neema ya kuomba. Kwa hiyo ni matendo kufika kanisani. Lakini hili la kufika kanisani hapa leo umeshapata. Hilo endeleza tu na Jumapili uwepo na siku nyingine uwepo. Ndio maana uko hapa unanisikiliza. Haya ni matendo kwa sababu uliamua kujiandaa nyumbani, ukafanya usafi, ukavaa vizuri, ukachukua Biblia yako na wengine ukachukua na sadaka, umekuja. Ni matendo. Ni matendo. Na kwenye habari hii ya ibada zipo kama za neno, ibada zipo za maombi, ibada zipo za kufunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza kakaa mtu hapa, hata mimi zamani nilikuwa naona kufunga itakuwa kazi. Lakini nilikwisha kuzoea kufunga na ninafurahia sana kufunga. Haleluya. Wakati fulani wakisema tunafunga mwezi, naomba Mungu kweli mtafika mwezi mzima. Tena funga yenyewe ya kila siku jioni mnakamata kitu. Jitahidi hapo. Utakuwa ni mtu wa imani. Imani maana yake nini? Utasema hapana, leo ni siku ya Jumapili, lazima niende kanisani. Kakutana na bodaboda mmoja anasema Jumapili ndio kuna wateja wengi, ndio maana kwa hiyo ibada tuhamishie Jumatatu. Ya tatu, matendo. Mtu ambaye ana imani ni mtu wa Mungu ni kutoa sadaka. Kutoa sadaka. Kwenye Biblia tunajua watu kama kina Kornelio. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume walitoa sadaka mpaka Mungu anasema hizo sadaka zako mpaka nimeziona nimefurahi sana. Na sadaka hapa ni nyingi. Sipo kwa mfano sadaka hapa zilitolewa. Kuna fungu la 10 au ni zaka. Hii ni sadaka ya lazima. Ipo ile sadaka walisema ni kubwa ya shukrani, ambayo Bwana anasema usiende nyumbani mwa Bwana bila sadaka. Lakini ipo sadaka pia ya ujenzi kwa ajili ya maendeleo ya kanisa. Lakini ipo sadaka pia ya wainjilisti. Hapa nilisikia wataendaje kuhubiri bila kupelekwa. Hawezi kwenda askari kupigana vita akanunua bunduki mwenyewe na risasi mwenyewe, hawezi kufanya biashara hiyo alafu akaenda kufia na vitani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo tu sadaka. Zipo pia sadaka za upendo. Kwa ukikutana na kweli mtu ambaye anaokoka, siku hizi mmeshaanza kusikia watu wanahoji habari ya fungu la 10 kwamba anakula mchungaji. Wacha ale. Wakati yeye anakula wewe utabarikiwa. Huyo ndio mtu ambaye anakuwa na imani. Sema amen. Maana uwezo kana mimi mchungaji, mimi unafahamu natoka Katanga. Sasa wakati ule bado ilikuwa ni lazima upande train. Kuna mto unaitwa Ugala. Sasa na mimi nilikuwa bado sijaokoka. Sasa watu wakifika pale wanadondosha hela. Kumbe ni maagano, mimi kwa sijui. Kwa hiyo sasa hapana. Huwa ikifungwa fungu la 10 mchungaji unatupa hapo mtoni. Hapo nimeona kuna alama. Tumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ni mambo ya madhabahu. Naweza ukatoa laki yako tu ya fungu la 10, alafu Bwana akafungua mlango wa milioni. Amina. Utamwambia sawa, nimepata faida ya laki 9. Nilitoa laki, umenipa milioni, kwa hiyo nimepata faida ya laki 9. Lakini sio hiyo tu. Kuna habari ya matendo mema kuwasaidia watu. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mtu ambaye ameshika imani, ni mtu ambaye anaokoka, atakuwa na moyo mzuri, atakuwa na matendo mema
watu wanahangaika. Na mtu ambaye anaweza kataka kufukuzwa hata kwenye nyumba yake aliyopanga kwa 30,000 tu, na wewe una uwezo, kama Bwana anakugusa, unaona mwenzako unamsaidia. Wakati mwingine wewe ni mfanya biashara, unaona biashara yako kumbe ni kwa jinsi ambavyo huyu mtu ni mtu wa Mungu, hana biashara lakini anaishi kwa neema anazomsaidia Mungu, na yuko anahangaika na kodi, anadhalilika, anakuja kanisani mpaka mwenye nyumba anamwambia Mungu wako hawezi kupatia hata kodi, na ukatokea ukamsaidia. Wengine wanakuwa nauma, wengine hata mavazi. Kwa ukiona mtu ambaye ana imani ni mtu wa Mungu, utaona hakika kwa matendo yake, na kwa matendo yao utawatambua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huduma ya kuhubiri, huduma ya uimbaji, huduma ya kufundisha. Na tunamwona kwa mfano Paulo na Petro jinsi walivyofanya huduma sana. Kama ni mtu ambaye ameamini, ameokoka, lazima angalau uwe na huduma hata moja. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza usiwe ni mhubiri wa kwenda kuhubiri kwenye mikutano au nje, lakini hata kumshuhudia jirani yako, na kumshuhudia jirani yako ni namna nyingi. Unaweza ukaona jirani yako yuko na changamoto na shida, ukaenda hata kumsalimia, una hata hela, lakini kumsalimia na kumtia moyo ya kwamba Mungu anakupenda, usiwe na wasiwasi. Akaanza kupenda hata kwa jinsi ambavyo anaona ushirikiano wako. Hiyo ni huduma. Huduma za kwenda kuwaona ugonjwa, huduma za kwenda kuwaona watu, balizo zote ni huduma. Kama mtu ameamini na ameokoka, anamwamini Yesu Kristo kama ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ni lazima atakuwa na huduma 1, 2, 3, atakiwa nazo 4. Huduma ya uimbaji. Uimbaji ni huduma, tena ni huduma ya msalaba kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Mke wangu ni muimbaji, huwa ikitokea sio ananiambia naondoka Jumamosi, mimi mpaka namuonea huruma, sema kweli Mungu akusaidie kwa huduma hii. Ni huduma kweli. Fanya mazoezi, imba. Na wakati mwingine walimu wengine ni wakali, wanasema wewe unaimba kama kuku, lakini unavumilia, usichukie. Bwana Yesu asifiwe. Upo mwingine, siku moja mke wangu kapigishwa sijui pusha-up, sio anasimama, anarudi nyumbani anachechemea. Hiyo ni huduma. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huwezi ukawa una imani hakuna matendo yoyote. Wewe sadaka hata utoi, fungu la 10 utoi. Usiseme sasa kumsaidia mtu. Hata mtu anadhalilishwa kwenye daladala kwa ajili ya 500. Na sasa hivi nafikiri nauli itaongezeka, mchungaji. Haya mafuta yanavyo. Unaona mtu anatukanwa, anadhalilishwa. Embu Mungu akukamate kidogo, sema hapana. Konda, ni ngapi imebaki? 500. Hii hapa 500. Usitaka hata kujua atashuka wapi, atafanya nini. Umeshatenda kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anadhalilishwa mtu huko ndani ya daladala, unaenda Mwananyamala masaa 2, hata Bwana hajakugusa ili uweze kumsaidia. Basi unakuwa una shida kidogo. Una shida. Imani bila matendo imekufa. Utasema umeokoka, utasema ni mtu wa Mungu, utasema ni Mkristo, lakini Biblia inasema tutawatambua kwa matendo yao. Naomba usimame mtu. Naomba usimame. Tunakwenda kumaliza. Nilikueleza ya kwamba sitakupotezea muda, kwa sababu nimekueleza juu ya imani bila matendo imekufa.